Leo asubuhi hii ya tarehe 2 mwezi wa kwanza mwaka 2026, ikiwa ni siku ya pili ya mwaka, zoezi la usafi sio zoezi geni kwetu. Leo tunafanya uzinduzi, ishara ya kuanza jambo kubwa ambalo litakuwa jambo endelevu. Sasa rai yangu kwenu ni waombe, zoezi la usafi ni zoezi mtambuka, is a cross cutting issue, na ni zoezi la kila mtu. Zoezi hili kwamba sio zoezi la madiwani. Sisi madiwani kazi yetu ni kuonyesha tu dira. Kama hivi mimi meya nimekuja hapa nimeonyesha dira, madiwani wamekuja hapa wameonyesha dira, lakini zoezi hili linatakiwa lifanywe na kila mtu katika eneo lake husika. Kwa hiyo kwa maana ya hapa inatakiwa, kama hapa ni sokoni, mkuu wa soko kabla ya kufanya jambo lolote muanze zoezi la kufanya usafi asubuhi. Mimi sio meya wa kukaa ofisini, mimi ni meya wa kuja kwenye field kufanya kazi na wananchi. Zoezi hili linatakiwa lifanyike kila siku, lakini majumuisho yake yanatakiwa yafanywe Jumamosi asubuhi kuanzia saa 12 mpaka saa 2 asubuhi. Kwa hiyo maana yake, kabla hujafungua duka fanya usafi mbele ya duka lako. Kabla hujafungua soko fanya usafi katika eneo lako. Kwa hiyo afisa mazingira wa jiji, kwa sababu hapa nafikiri wewe ndio mkurugenzi, na kuelekeza kila Jumamosi, sitegemei kukutana na afisa afya yuko nyumbani kwake. Wameajiriwa kwa ajili ya kusimamia usafi, wasimamie zoezi hilo, watoke maofisini waende kwenye kusimamia usafi, na kila mtu atusaidie kwenye hilo. Wale mawakala wa kuzoa taka na wao wamekuwa changamoto. Kuna saa gari inatoka Friends Corner inakuja kuleta taka dampo, barabara nzima takataka zinadondoka. Wale wana mikataba, na kwenye mkataba kuna kuingia mkataba na kuvunja mkataba. Ikifika mahali mkurugenzi mkandarasi hawezi kusimamia mkataba, vunjeni mkataba, tafuteni mkandarasi mwingine. Nafikiri umenielewa. Kwa sababu badala ya kusafisha jiji, tunafika mahali tunachafua jiji kwa kuokota takataka sehemu tofauti tofauti. Kuna utamaduni wa watu kutupa takataka barabarani nyakati za usiku. Marufuku. Bwana afya wa jiji, afisa afya wa jiji, rudieni utaratibu wa kusimamia zoezi la wanaovunja sheria. Akikutwa mwananchi ametupa takataka barabarani, kichapo kiendelee. Waheshimiwa wa madiwani mlioko hapa na madiwani wengine wa kata 25 pamoja na madiwani wa viti maalum, nyinyi ni viongozi. Kazi ya kiongozi ni kubeba dira ya watu wanaowaongoza. Naomba simamieni zoezi la usafi kwenye maeneo yenu kwa kushusha maelekezo chini kwa wenye viti wa serikali za mitaa, kwa mtendaji wa kata, kwa watendaji wa mitaa, lakini most of all maafisa afya wa kata. Naomba jambo hilo lisimamieni kwenye ofisi yenu, iwe ni kipaumbele kikubwa sana, ili tufanye jiji letu kwa safi, jiji letu kuwa salama, kwa sababu Arusha ni jiji la kitalii, na haiwezekani una jiji la kitalii ambalo ina uchafu wa namna hii. Hapa ni katikati ya mji, haiwezekani. Kwa hiyo naomba sana waheshimiwa madiwani tushirikiane kwa pamoja. Kwa jina ni James Rodikoshi, mkuu wa kitengo cha udhibiti wa taka na usafi wa mazingira katika jiji letu la Arusha. Maagizo yote tumeyapokea, kwa maana kwamba zoezi la usafi ni zoezi endelevu, na kwa jiji tunatambua kwamba huwa ni zoezi endelevu kwa kila Jumamosi na Jumamosi ya mwisho wa mwezi ambao ni ya kitaifa. Kwa hiyo maagizo tumepokea kuhakikisha kwamba kila mmoja anatimiza wajibu wake. Rai yangu kwangu ni kwa viongozi wa kata na mitaa, rai ambayo tunatoa mstahiki meya, kila mtu atekeleze kwa mujibu wa taratibu na sheria zilizopo, lakini vile vile kwa viongozi wa maafisa afya wa kata wasimamie zoezi na kuratibu vizuri kuhakikisha kwamba kila mwananchi anafanya usafi katika eneo lake. Zoezi la usafi sio zoezi la mwisho wa mwezi au la Jumamosi, ni zoezi la kila siku. Hakikisha asubuhi kila mwananchi anafanya usafi katika eneo lake na kuhakikisha kwamba eneo lake la kuwa safi. Jumamosi na ile ni ya pamoja, kufanya kutoka pamoja, lakini kwa maana eneo la usafi ni kila mtu afanyie kazi amkapo asubuhi kabla ya shughuli zake zote zinazoendelea. Naitwa Bashiri Msangi, ni diwani wa viti maalum, natokea tarafa ya Temi. Shukuru Mungu zaidi kwa meya wetu wa jiji la Arusha kuanzisha jambo hili ambalo ni zuri sana katika Arusha na jiji letu la Arusha. Kwanza tunawaahidi litakuwa ni endelevu, na pia wananchi wote tushirikiane, kwa sababu jiji letu ni jiji ambalo linatakiwa liwe na hali ya usafi. Wananchi wote tutakuwa tunashirikiana na nyie wote wa madiwani wa viti maalum, na pia tunaomba wananchi tushirikiane. Asante. Tumekuja kwenye uzinduzi wa usafi wa jiji. Kama mlivyoona, kwa kweli ni jambo muhimu sana katika swala la usafi wa mazingira katika jiji letu,
na tumepania kuhakikisha kwamba jiji linakuwa safi, lakini pia tunaomba wananchi waweze kushirikiana na sisi kuhakikisha jiji linakuwa safi, kwa sababu viongozi wenyewe hatutaweza, lakini wananchi wenyewe wakiwa tayari kupenda mazingira ya usafi, kazi itakuwa nyepesi. Tunatamani kuiga kama majiji mengine yalivyokuwa masafi. Niwaombe hasa wakati watu tunatumia maji haya mabobo, tuhakikishe basi tunaweka katika sehemu salama husika, na sio mabobo tu, takataka yote unaitumia mtu tuhakikishe unaipeleka mahali husika. Pia safari tumehangaika, tunahakikisha kwamba jiji letu hasa dampo litaendelea kuwa safi. Tunahakikisha lile jambo lililotokea mwaka jana kwa kipindi cha mvua, sasa hivi tumejipanga kuhakikisha tunapambana na ile hali isiweze kujitokea tena, kuhakikisha wakati wote dampo linaweza kupokea taka kwa wakati wote bila kuathiri waletaji kuhusu masuala ya wakandarasi. Kwa hiyo niwaombe sana wananchi wa jiji la Arusha tushirikiane kuhakikisha kwamba jiji linakuwa safi. Nategemea nami katika kata yangu wakati wote tutafanya uzinduzi kuhakikisha kwamba tunaunga kampeni hii ya usafi wa jiji letu la Arusha.